Sababu ya tatu kwa nini hawataki mjadala na mimi. Nimekuwa kila siku nasema kwamba nyinyi ni waasi. Yaani ni waasi. Na nilipokuwa naongea na Onyango nilitangaza hivi nikasema kwani Ellen White alivyofariki alikufa mwaka 1915. Nikauliza alizikwa na kina nani? Alizikwa na kundi la wana matengenezo au alizikwa na hawa wa General Conference ambao nyinyi ndio mnasema waasi? Ushahidi unaonyesha Ellen White alizikwa na watu wa General Conference. Na aliugua pale mpaka amekufa. Kwa hiyo wakati anaugua aliuguzwa na watu wa General Conference. Sio hawa waasi kina Onyango. Sasa wanaogopa mjadala kwa sababu kuna swali niliwauliza. Nyinyi kujiondoa kutoka kwa Wasabato General Conference na kuanzisha hivyo vikundi vyenu, mmemuiga nani? Kwa sababu kama kiongozi wao ni Ellen White. Kama kiongozi wao ni Ellen White. Angalia kwa mfano, hiki ni kitabu hiki hapa. Tumaini Kuu. Dhiki Kuu. Inakuja lakini kuna tumaini. Yes. Ukurasa wa 107. Nataka na watazamaji wangu yani wajue kwamba wasione wale wanakataa kule mkafikiri kwamba ni hivi hivi tu. Kuna sababu wanayokataa. Kuna maswali magumu ambayo hawawezi wakayajibu. Inasema hivi. Haya ni maneno ya Ellen White. Hivi sasa hatuwezi kuingia katika dhehebu lolote jipya. Kwani hilo litamaanisha uasi kutoka katika ile kweli. Ni Selected Message, kitabu cha pili, paragrafu ya 390. Haya ni maneno ya Ellen White. Narudia tena. Kwa nini wanaogopa? Ellen White anasema hivi. Hivi sasa hatuwezi kuingia katika dhehebu lolote jipya. Kwani hilo litamaanisha uasi kutoka katika ile kweli. Je? Kina Onyango na kina Ndacha. Hapa kuna wengine wanaitwa kina Paulo Malosha. Na kina Chaula wako kule Mbozi, Mlowo. Kule wilaya mkoa wa Songwe. Hawajaanzisha madhehebu mapya? Wameanzisha. Tunajuaje kwamba wameanzisha madhehebu mapya? Kama leo dhehebu la Usabato linakiri imani ya utatu. Hawa walioasi hawa, si ndio wanaokataa utatu? Na Ellen White anasema ukianzisha dhehebu jipya maana yake wewe ni muasi, umeondoka kwenye kweli. Kwa mtangazaji, ndio maana wanakimbia mdahalo na mimi. Hapa nimetoa moja tu, quotation moja ya Ellen White. Sasa wanajua siku hiyo mavijitabu ninayo kule nyumbani kwangu, yaani mengi, ndio maana wanakimbia. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya tatu kwa nini hawataki midahalo na mimi. Sasa nafikiri tuishie hapa kama mtakaa sawa, mtajipanga, lakini hasa kubwa ambalo nilikuwa nasema mimi, mkanganyiko unatoka wapi kama wote tunatumia Biblia moja, tuna Roho Mtakatifu mmoja, na ndio kitu ambacho tunajivunia wa Kristo. Sisi tuna Roho Mtakatifu. Inakuwaje kunakuwa na mkanganyiko mwingi hivyo? Kwa hiyo nafikiri tuishie hapa, tuage watazamaji. Asante mtazamaji wangu. Tamani kujifunza neno la Mungu. Na nyinyi mlioasi yani nyinyi mliofuatana na makundi ya waasi. Makundi ya kina Ndacha, makundi ya kina Frank Onyango, makundi ya kina Isaac Deme na makundi ya kina Paulo Malosha. Rudini kwenye madhehebu yenu kubwa ya Kisabato. Naomba niwaambie, mimi sio Msabato, lakini wewe angalia, naweza nikasimama na kuzitetea hoja za Usabato mpaka hao Wasabato waasi wakakimbia. Kwa hiyo wanabaki wanaongelea tu chini, lakini hawataki kujitokeza hadharani. Ndio maana wanadai midahalo eti mpaka uwanjani. Lakini wakati wao wanaendelea kupotosha viwanjani leo. Hiyo iwe dalili ya kukuonesha kwamba hawana hoja na ni kweli ni waasi, tena kwa maneno ya Ellen White.